Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika siku nyingine kwenye kipindi cha Kitabu cha Dhahabu, kipindi kinachokupa nafasi ya kutazama vitabu vya aina mbalimbali vya roho ya unabii, tukiangazia yaliyoandikwa na pia ni madhumuni gani mwandishi alikuwa amekusudia kwa ajili yetu alipokuwa akiandika kitabu hicho, lakini pia ni nini hasa Mungu alikuwa anataka tuweze kupata kupitia vitabu hivi vya roho ya unabii. Mimi ni Rebecca Dennis na siku hii ya leo niko naye mchungaji Methusela Masunga katika kipindi cha leo, tukijadili kitabu chetu pendwa cha Tumaini la Vizazi Vyote. Na siku hii ya leo tutakuwa na somo zuri sana ama mada nzuri sana itakayokuwa ikimuongelea Nikodemo. Tutaongea Nikodemo na Yesu usiku. Mchungaji, habari ya muda? Lakini muda ni njema, Mungu ni mwema. Tunamshukuru sana kwa upendo wake na fadhili zake kwetu. Asante sana Rebecca. Unasema niombe? Yes. Baba yetu na Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ajili ya neema yako na upendo wako mwingi. Asante kwa sababu unatuita kwa ajili ya kujifunza neno lako na kukufanyia kazi. Tupatie fahamu ya kina, yafunue kwa wazi maandiko ambayo umetamani yawe nuru kwenye maisha yetu. Kimbariki mtazamaji anaposikiliza, fahamu zifunguliwe na kulijua kusudi la neno lako kwetu. Tubariki hapa studio ili kila kitu kifanyike kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu, na siku hii ya leo tunaongelea mada inayosema Nikodemo na Yesu usiku. Mchungaji, nianze kwa kuuliza, tuelezee kidogo kuhusu Nikodemo. Ni nani na ilikuwaje mpaka akaandikwa kwenye Biblia na mwandishi mpaka akaamua kumuongelea siku ile? Nikodemo ni mtu wa heshima. Nikodemo alikuwa mbunge. Alikuwa mbunge na alikuwa mjumbe wa baraza la Sanhedrin. Sanhedrin ndio lile baraza ambalo lilikuwa lina execute kesi za watu, ikiwemo kesi ya Yesu mwenyewe. Lakini pia alikuwa ni Farisayo. Farisayo ni msomi wa sheria, lakini anayepambana kuitii sheria kwa namna yoyote ile. Yaani kisikia Phariseeism ni mtu ambaye anaipenda sheria ya Mungu kwa dhati kabisa, na anafanya kila anachokiweza chochote kile kuitii hiyo sheria, lakini pia anapambana kuhakikisha yeyote aliyeko mbele yake anaitii hiyo sheria. Okay. Kwa hiyo kwa sura ya nje huoni kama Farisayo ni jina baya. Na hata wengi wanaolaumu neno Farisayo leo hawaelewi dhana yake ni nini, au hawaelewi ubaya wa dhana ya Kifarisayo ulikuwa nini. Lakini Farisayo maana sheria, anaipenda sheria ya Mungu, anafanya kila anachoweza kwa nguvu zake zote kuitii, lakini anaumia sana akiona mtu anaivunja. Kwa hiyo anaweza kumlazimisha aitii, hata kama ni kwa kumwekea masharti mengi kiasi gani atakayomsaidia kutii hiyo sheria. Kwa ni msomi, ni mtu wa heshima, amekuwa mbunge, mjumbe wa Sanhedrin, lakini aliyesoma na kujua kwamba Masihi atazaliwa. Kwa hiyo alikuwa na huo uelewa kwenye akili yake na kwenye fahamu yake. Lakini vile vile Nikodemo amekuwa mwalimu wa dini ya Kiisraeli. Kwa zote hizo ni sifa ambazo zinamuunganisha Nikodemo. Kwa nini anaandikwa kwenye Biblia? Ni swali gumu sana, kwa sababu wa aina hiyo walikuwa wengi. Wakati Biblia inaandikwa, characters wanaweza kuwa walikuwa wengi. Lakini naweza kusema kwamba Nikodemo anaandikwa kwenye Biblia kwa sababu mbingu ziliona katika maisha yake kuna jambo la thamani la kujifunza. Kwenye maisha ya Nikodemo kuna jambo la thamani la kujifunza. Kwa hiyo ndicho ninachoweza kusema kuhusiana
na Nikodemo, Rebeka. Wanasheria na walimu wa dini ya Kiisraeli vilikuwa haviclash? Hapana. Ufarisayo na ufundishaji wa walimu wa dini ya Kiisraeli vilikuwa haviclash? Kwanza nikisema mwanasheria alikuwa ni msomi wa sheria ya Musa. Okay. Lakini vile vile alikuwa anajua sheria ya nchi vizuri, kwa sababu mara nyingi walikuwa wanafanya vyote viwili. Mtu anapofundishwa sheria ya Musa inaunganishwa na sheria ya kitaifa ya wakati huo. Kwa mambo ya sheria za Kirumi Nikodemo aliyajua vizuri vile vile. Sasa ufarisayo na ualimu wa dini nadhani ndio hoja yako. Unajua dini iliyokuwepo wakati huo, Rebeka, ilikuwa dini ya kifarisayo. Yaani ufarisayo ndio ulikuwa umefanywa kuwa dini. Kwa hiyo farisayo alionekana ni mwalimu mzuri, na walijifanyia makundi sana ya watu wengi. Kwa nini? Hapakuwa na nuru yoyote bayana ya wazi tofauti na kile walichokifundisha. Kwa hiyo yeyote ambaye angemsikia farisayo anafundisha angesema hii ndiyo kweli yote. Kwa hiyo havikuwa vina crash mwanzoni, lakini with time vili crash. Ilipokuja nuru ya Kristo ambayo ni zaidi ya sheria ya matendo na utu wa nje, vili crash, Rebeka, vili crash baadaye. Yeah. Nikodemo anafahamika sana kwenye Biblia kwa kumwendea Yesu usiku. Kwa nini aliamua kumwendea Yesu usiku badala ya mchana? Kwanza usiku ni masaa ya giza. Kwa hiyo kama ni masaa ya giza, tafsiri yake ya kutaka kuonekana kwa wazi. Kwa sababu kubwa kabisa ya kwa nini anamwendea usiku, kwa sababu kutaka kuonekana. Labda swali pia lingeweza kurefushwa kwamba kwa nini hakutaka kuonekana. Alikuwa na ushirika mkubwa sana na Mafarisayo wenzake ambao walikuwa wanampinga Yesu kwa wazi. Kwa hiyo angeonekana na Mafarisayo wenzake ameenda kwa Yesu, lingekuwa ni jambo la aibu kwake, lakini vile vile marafiki zake wangemdharau, wangemcheka, anaona kama angeaibika. Kwa hiyo ili kukwepa aibu kwa jamii, alichagua kwenda usiku. Ili kulinda ile hadhi yake. Na tuna watu wengi ambao wanataka kumwamini Yesu, wanatamani kumpa Yesu mioyo yao. Lakini marafiki, nikutana na rafiki mahali fulani hivi, alikuwa na mzigo mzito sana, kwa sababu anasema nataka kumpa Yesu moyo wangu, lakini ninao marafiki ambao wako kinyume kabisa na kitendo hiki, na wakisikia nimempa Yesu moyo wangu litakuwa jambo la aibu sana kwangu. Unanielewa, Rebeka? Kwa hiyo mimi nitumie fursa hii kumtia moyo mtazamaji. Maisha ya wokovu hayaji kwa kundi. Tuliokolewa kama kundi kwa maana ya the first salvation ambayo Yesu alifanya juu ya msalaba. Aliokoa watu wote. Lakini Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae. Hilo neno ulimwengu ni neno cosmos. Yaani manake ni ulimwengu wote. Manake ni watu wote. Kwa hiyo waliopendwa ni wote. Wakaokolewa wangapi? Wote. Lakini mwishoni anasema ili kila amwaminie. Utagundua hilo neno kila kama linadai wajibu wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo rafiki, usishughulike na wengine wanasema nini. Ikiwa unasukumwa kumfuata Kristo, ikiwa unasukumwa kumpatia Mungu moyo wako, haijalishi ni vifungo vya aina gani vimekufunga, swala la wokovu ni swala lako. Iwe mchana, iwe jioni, iwe asubuhi, ni wewe na Kristo na moyo wako, na yeye yuko tayari kukupokea bila kujalisha historia imekuwa mbaya ya ovyo au imejulikana kwa sura gani. Asante Rebeka. Asante mchungaji. Nikodemo tumesema alienda kwa Yesu usiku kwa ajili ili asionekane na watu. Kwa nini alienda kwa Yesu? Kama nilivyosema mwanzo kwamba Nikodemo alikuwa amesoma habari za Masihi. Kwa hiyo
akawa anasikia matendo ya Masihi. Akawa anasikia matendo ambayo Yesu anayafanya. Viwete wanapona, wagonjwa wanapona, sijui vipofu wanaona. Halafu anaona yeye ni mnyenyekevu, kwa sababu wakati ule unyenyekevu ulikuwa ni udhaifu. Unyenyekevu ulikuwa ni udhaifu. Mafarisayo wao na walimu wa dini za Kiyahudi walikuwa wameinua mabega kidogo. Kwa yeyote ambaye angeonekana anafanya mambo makubwa, hatua inayofuata ni kujiinua. Okay. Lakini Nikodemo alistadi sana maisha ya Yesu. Hakuwahi kutamka hadharani kwamba I see something special in this person. Hakuwahi kusema kwamba kuna kitu cha thamani anakiona kwa Yesu. Lakini alikuwa convinced kutokea ndani kwamba anachokiona kwa huyu ni tofauti sana na walimu wengine. Kwa hiyo akaamua kwenda kwa Yesu akiwa na picha ya huyu mtu ni wa tofauti. Akiwa na picha kwamba huyu mtu ni mwalimu wa mbinguni, ametoka mbinguni huyu. Kwa hiyo aliamua kwenda kwa Yesu kwa sababu aliona utofauti mkubwa kati ya walimu wa dini wengine na Yesu. Na hapa nizungumze sasa na wainjilisti. Unajua sasa siku hizi nazungumza na wainjilisti zaidi. Na walimu wa dini. Lazima ifikie hatua tujue kwamba kuna wakati watu watatuendea kwa sababu wameona kitu cha tofauti ndani yetu. Kunaweza kuwa na wahubiri wengi wa Injili, panaweza kuwa na walimu wengi wa Injili, lakini value ambayo mtu ataiweka kwako ni kwa namna ulivyojiweka. Kama mimi nikihubiri nataka watu wanione mimi, no, haitakuwa na nguvu. Yesu alikuwa akifanya mambo yake yote anampa Baba utukufu. Hainui mabega, hafanyi chochote. Kwa niwatie moyo wahubiri wenzangu, wachungaji, wainjilisti, walei ambao Mungu amewapa kufanya kazi kubwa ya kulisha watu. Tushushe mabega yetu. Shusha chini kabisa. Ili kina Nikodemu watafute hata muda wa siri kwamba lakini kuna kitu cha tofauti na kiona kwako. Hata hivyo Rebeka ajikwezae anashushwa. Halafu anayejidhili atainuliwa. Hiyo ni kanuni ya kawaida. Kwa Nikodemu alikwenda kwa Yesu kwa sababu aliona kitu cha tofauti. Na hiyo ni kwa maneno aliyokuwa akihubiri ama hata kwa matendo? Sasa matendo ya Yesu yalikuwa yanapiga kelele sana kuliko maneno yake. Okay. Sana. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa akiponya watu. Watu wanaenda kueleza watu. Kwa hiyo kila mtu anajua. Only by the word of mouth na watu kuona. Yani mtu anasema lakini pia maneno, imeonekana. Lakini pia na matendo. Okay. Lakini hayo Rebeka ijulikane kuwa Yesu hakuyafanya ili ajipatie sifa yeye. Tofauti na jamii kubwa leo, katika ulimwengu wa leo, watu wanafanya ili watu wajue amefanya. Mungu atusaidie sana. Yeah. Sawa mchungaji, nashukuru pia. Yesu alimwambia mtu anapaswa kufanya nini ili kuona ufalme wa Mungu? Kusoma hiyo Yohana sura ya 3 na fungu la 3. Yesu alimwambia Nikodemo, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Hicho ndicho Yesu alimwambia Nikodemo. Yeah. Na dhana hii ya kuzaliwa mara ya pili kwa Nikodemo ilikuwa alielewa vile alivyoambiwa, ama yeye kwake dhana hii how did it sound, na kosa ilieleweka vipi kwa Nikodemo? Kwanza Rebeka, ni muhimu tujue. Naomba nirudie kwa sura nyingine baadhi ya maneno ndio yasema hapo ili mtazamaji anipate vizuri. Karibu. Tumesema Yesu alikuwa mnyenyekevu. Mafarisayo hawakuwa wanyenyekevu. Kwa hiyo pamoja na yote ya Nikodemo, bado element ya unyenyekevu haikuwa sehemu yake, kwa sababu
alikuwa Farisayo. Kwa hiyo tunaweza kusema alimfuata Yesu kwa ajili ya kumtest, sikia atasemaje? To some extent, kwa sehemu naweza kusema ndio. Kwa sehemu alikuwa na picha hii. Aliamini kuna vitu anavijua yeye Nikodemo, ni muhimu amsaidie Yesu kuvielewa. Alitaka kumfundisha Yesu. Na kuna vitu Yesu anavijua, aliamini atamsaidia yeye kuelewa. So it's like alikuwa na changia maybe 50% of the conversation, 50%, na yeye 50%. Nadhani kitoka hapa nitakuwa nimemfahamu vizuri. Na nataka nikwambie Rebeka, agenda ya kwanza ya Nikodemu kwa Yesu haikuwa wokovu. Hakwenda kwa ajili ya wokovu. Alikwenda kwa ajili ya kumfahamu zaidi Yesu kama binadamu. Kama Masihi atokaye kwa Mungu, kumfahamu zaidi. So alimwamini kwamba Yesu ni Masihi. Ni Masihi atokaye kwa Mungu, na aliamini kuwa ni mwalimu, maana amesoma habari za Masihi, ila hakumwamini kama ni mwokozi. Kabla jaendelea, Masihi na mwokozi na Masihi ni mpako mafuta wa Bwana. Masihi wa Bwana wako wengi. Aliyetiwa mafuta. Sina nielewa vizuri? Lakini hakumchukulia kama mwokozi. Okay. Kwa hiyo wakati anakwenda kwa Yesu, alitaka kujua habari zaidi za Yesu. So yeye alienda kwa Yesu purely for information. Just for information. Na hapa niseme kitu kikubwa sana. Na Mungu anisaidie ninapozungumza na wahubiri. Siku hizi sasa akili nawaza wainjilisti na wahubiri na walei. Kishapewa mambo ya huduma ndio eneo lako la kazi. Tunahubiri nini? Do we preach to inform or to transform? What's the difference? Iko kubwa. Ikiwa tunahubiri kuinform ili watu wajue tunajua nini, then we have missed the mark. Tumeenda njia. Kuinform ni personal. Kuinform ni kutoa taarifa kwamba mimi nafahamu hiki. Kuna Yesu alizaliwa, ilitokea incarnation, baada ya incarnation tukawa ndani yake, wokovu ni hivi na nini na nini. But do we preach or teach to transform? Je, tunalifundisha neno ili ligeuze mioyo ya watu? Unajua unaweza kusikiliza presentation ukagundua it has a lot of information. Ina taarifa nyingi lakini no transformation. Wayahudi walikuwa na taarifa nyingi ila walimiss kipengele cha transformation ambacho kinafanywa na Roho wa Mungu. Kwa mchungaji, naweza kusema kuna muda mwingine wahubiri wakihubiri wanahubiri yale waliojifunza darasani, lakini sio kwa yale ambayo wanaweza kusaidia watu kuokoka. Kile kilichofundishwa darasani is information. Kinapaswa kinapoenda kwenye moyo wa msikilizaji kiwe a transforming message. Manake lazima kichanganywe na nguvu ya Roho wa Mungu. And anything ambayo inahubiriwa katika sura ya ego, katika sura ya umimi, it is a message to inform, not to transform. Yani mimi nikiwa na hubiri, nikagundua hapa ninasema ili wajue hiki pia nakijua. Ili waone the way inavyoweza kuconnect dots. At the same time nikasahau, yani mzigo wangu ukawa sio kuna neno natafuta likaokoe moyo wa mtu. I'm preaching to inform. Na hapa ndipo kuna mtego mkubwa ambao wainjilisti, walei, wachungaji na wote wanaofundisha neno la Mungu tumepewa. In fact, Rebeka, lazima nikwambie, sisi wachungaji tunajua mambo mengi sana. Sana, kwa sababu tunajifunza. Mchungaji yeyote aliyejifunza kwa kina anajua mambo mengi. Na yako mambo ambayo hata huwezi kuyaleta kwa washiriki. Kwa sababu tunajua vitu vingi sana. Sana. Kuna vitu kivieleza tu mshiriki wa kawaida bado anashindwa kuelewa. Hata Yesu mwenyewe wakati anaondoka alisema ningali na mengi ya kuambia, lakini kwa sasa hamwezi kuyastahimili. Na sisi wachungaji tuna mengi ya kusema. Ila tunajua mengine washiriki hawezi kustahimili kwa sasa. Sio, unanielewa vizuri?
Unaona leo mpaka kuna Biblia ya Kisukuma, ya Kijita, ya kinini. Ukiangalia kwa kina, huu nani ametafsiri kwa sahihi, kwa usahihi kiasi gani? Ukienda Kiingereza, lakini ukirudi kwenye ile lugha ya asili ya Biblia utaona vitu ni tofauti sana. Yeah. Vitu ni tofauti sana. Sasa hao walimu wa Biblia wanaoitwa Mafarisayo, wao walijua maandiko kwenye lugha yenyewe ya asili kabisa, kwa sababu wanaishi kipindi cha Yesu. Na magombo wanayotumia ni agano la kale. Waliyajua kwa kina mpaka mazingira ya uandishi wake. Ndio maana Yesu aliposimama tu siku ile pale hekaluni, anasema Roho wa Mungu yu juu yangu, amenitia mafuta kuweka huru waliofungwa. Wakajua hapana. Wakajua hilo andiko ni andiko la kimasihi. Halisomwi kwa mamlaka ya mtu yeyote isipokuwa Masihi wenyewe. Kwa hiyo wakagundua, je, ina maana huyu anataka kutuambia yeye ndio Masihi? Ndiye, lakini walimkataa. Kwa hiyo wale jamaa walikuwa wana full of information. Kwa Nikodemo alienda kusearch for information. Okay. Alienda kusearch information ili awe knowledgeable. Ajue zaidi. Lakini hakwenda kwa ajili ya kuwa transformed. Ndio maana Rebeka, ukisoma vizuri kisa cha Nikodemo unaweza ukatoa machozi. Kwa nini? Kwa sababu Yesu aliusoma moyo wa Nikodemo na akataka muokoe from the point of his weakness. Akataka muokoe kutokea kwenye point ya udhaifu wake. Akataka muonyeshe kutokufaa kwake. Yesu alijua Nikodemo hajui maana ya neno kuzaliwa mara ya pili. Alijua hajui. Na akamwambia asichojua ili ajue kutokujua kwake. Umesikia maneno yangu aliyosema? Acha nikusaidie kuelewa Rebeka. Wewe ni mwalimu wa hesabu. Sawa? Wa darasa la 7. Ila hujui kitu kinaitwa magazijuto. Magazijuto. Hata umesahau magazijuto. Magazijuto ni hesabu Waingereza wanaziita body mass. Okay. Yaani mabano si gawanya, okay. Zidisha hizo. Tunaamini mwalimu yeyote wa hesabu lazima ajue magazijuto. Alafu Yesu hali akijua Nikodemo ni mwalimu wa mahesabu na hajui magazijuto, akamwambia ili mtu afaulu hesabu darasa la 7 lazima ajue magazijuto. Nikodemo akakaa chini. Sema, kwa hiyo mimi ni mwalimu wa hesabu na najua hesabu, magazijuto sijui, lakini sijui magazijuto. Kwa hiyo Yesu anamwambia Nikodemo, mtu lazima azaliwe mara ya pili. Nikodemo akachanganyikiwa. Acha niseme hili. Sisi watumishi na wengine wote, kuna wakati Mungu anatuonyesha the point of our weakness. Maeneo ya udhaifu wetu. Mungu anaruhusu ka jambo fulani kana kuonyesha how weak you are. Anaruhusu kabisa uone ulivyo dhaifu, usivyofaa. Ili weje? Ili umtafute afaaye katika kutokufaa kwako. Kwa hiyo kuanzia hapo Nikodemo kiburi chake kikaanza kikashuka. Kikashuka kabisa. Ni kama akasema, sasa kumbe sina cha kumfundisha huyu jamaa. Natakiwa anifundishe. Na Yesu akafanya vitu hivi. Akatoa information na transformation at the same time. Hapo ndipo naipenda Biblia. Hapo ndipo nampenda Yesu. Hapa Yesu anampreach Nikodemo to inform and transform. By the way, when you preach to transform, ukiwa unahubiri ku transform, ndani yake una inform vile vile. Na hilo ndio linapaswa kuwa kusudi
la kila anayetamka neno la Mungu kutoka kwenye kinywa chake. Amen. Yeah. Mchungaji, kabla tujaenda kwenye pumziko, let's circle back pale umesema tunaweza kusema kwamba Nikodemo alienda kutafuta taarifa ama information kwa Yesu kwa kichoyo. Nikimaanisha kwamba akitaka kibinafsi, kwamba akitaka kuwazidi Mafarisayo wengine kuhusu taarifa ambazo hawakuwa nazo. Hatuoni hilo likisema moja kwa moja. Lakini kwa nini tulipinge? Kwa sababu binafsi ndio tabia yake. Ya kutaka kuwa bora kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo sioni hiyo ikiandikwa mahali, lakini kama mchungaji niliyesoma neno la Mungu na mwenye kujua dhana hiyo ya asili ya dhambi, hiyo lazima ilikuwa sehemu ya nia ya ndani ya Nikodemo. Yeah. Na tunaweza kusema wachungaji wanapohubiri kwa ajili ya kuwa inform watu, mwisho wa siku bado watu wanaokoka, wanabatizwa. Sasa hiyo inakuwaje? Kwanza ujue kuwa hakuna mtu anayejua mimi na preach to inform, not to transform. Hiyo ndio kitu kingine ningewataka kuuliza. Yaani hakuna mtu anasema mimi naenda kuhubiri to inform, lakini leo nimekufunguliwa macho kwamba kuna mawili. When you preach to inform, mtu anaweza akahamasika kabisa, mbegu ikawa imepandwa kwenye njia tu. Yeah, kwa hiyo hata mimi mwenyewe kuna wakati naweza nisijue what am I doing. Either you're informing or transforming. Lakini nikijikita mizizi chini ya msalaba, usio na ubinafsi, na nikajua ajenda kuu ni msulubiwa na watu wake anaowatafuta. Transformation is real. Okay. Badiliko la ndani. Nakumbuka sisemi change. Yeah. Sijasema change, Rebecca. I'm speaking about transformation. Kwa niaba ya mtazamaji, kuna tofauti gani kati ya transformation na change? Maanake kwa Kiswahili yote ni mabadiliko. Mabadiliko. Sasa hii transformation ninayosema ndio inatajwa kwenye Warumi 12. Mfanywe upya kwa kugeuzwa upya nia zenu. Nia ni kitu cha ndani. Kinachotajwa na kinachofanywa na Yesu hapa, ama kinachoelezwa na Yesu kwa Nikodemo, maana baadaye alizungumzia issue ya upepo, tutaiona hapo mbele. Ni badiliko la ndani. Okay. Kwenye biology tulisoma kitu kinaitwa metamorphosis. Nimekuchanganya pia na metamorphosis. Ya plants ama ya nini? Metamorphosis ni kitendo cha wadudu wale kubadilika kutoka stage moja kwenda nyingine. Tunasema yai, larva, buu, insecta kamili. Yale maneno yale tulijifunza enzi hizo tukiwa vijana, darasa la 5. Tegemea ulisoma mkondo A au B au C. Lakini kuna vitu vinaitwa metamorphosis. Kitendo ambacho insecta au mdudu anabadilika kutoka hatua ya kwanza kabisa. Sui yai, larva, sui buu, insecta kamili. Transformation ama metamorphosis does not reverse. Hairudi nyuma. Inaenda mbele. Okay. Yaani ni sawa na badiliko la mtoto tumboni, mwezi mmoja, wa pili, wa tatu. Mtoto anapozaliwa kichwa kikishakuwepo kichwa, huwezi kusema kurudi tena nyuma. Mkono ukishakuwepo huwezi kusema mkono tena umeondoka. Ni change inayotokea ndani. It's the change that works from within. Sasa hiyo nguvu ndio inaitwa transformation. Metamorphosis. Ndicho ambacho Yesu anakitafuta, na hiyo kwa habari ya wokovu haifanywi na mwingine yeyote isipokuwa nafsi ya tatu ya uungu, Roho Mtakatifu ndiye afanyaye kazi hiyo. Kwanza kwa mhubiri mwenyewe, lakini mbili kwa yule anayesikia neno, Rebecca. Kwa hiyo na change sasa hapo change ni kitu cha nje tu. Change ndio matangazo yetu mengi sana makanisani, matangazo yetu ya kwenye kwaya, sare za kwaya ziwe hivi, urefu wa sketi uwe hivi. Kwa ni vitu ambavyo mtu anaweza kafanya, lakini kwa ndani bado hajapenda. Na amefanya kwa nini? Kwa sababu si ndio imetangazwa kuwa sare ya kwaya. Ndio unakutana mtu amevaa sare ya kwaya hiyo uliyoitaka wewe, ila katikati ya wiki amepiga kitu kingine tofauti kabisa. Kwa nini? Kitu cha nje tu. Okay.
Kile Adamu alichokifanya bustanini ya Eden cha kujikava yale mavazi, na kifanisha na change. Kwa sababu the problem haikuwa outside, ilikuwa ndani. Kwa hiyo badiliko ni chochote tu. Mtu, by the way, badiliko linaweza likaigizwa. Mtu anaweza kujidai kabisa mnyenyekevu kabisa, lakini akiwekwa kwenye kona fulani hivi ndio utaona utu wake wa kale vizuri. Ni kweli. Lakini transformation ama badiliko la ndani ni kitu ambacho kutokea ndani kwenda nje. Ni sawa na amira tu. Ni mnaopika mandazi, sio amira. Ukiweka amira, mandazi yanapikiwa amira, si ndio? Yes. Ukiweka amira kwenye mandazi yale. Sasa naona mandazi yanapikiwa amira kama. Nitaka kuhakikisha kama nafahamu. Nataka nione. Sasa unajua ukiweka amira kwenye mandazi, kwa nini andazi linatuna? Na linatuna kutokea wapi? Ndani. Yes. Hicho ndicho ambacho Mungu anakitaka kwenye mioyo ya watu, na ndicho alichokifanya kwa Nikodemo. Amina mchungaji. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, sisi tuko hapa tunajadili mada ya leo inayosema Nikodemo na Yesu usiku. Kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu, na kitabu tunachokiongelea ni Tumaini la Vizazi Vyote. Ukiwa na Rebecca Dennis, na siku ya leo nikiwa naye mchungaji Methusela Masunga katika kipindi cha leo. Tunaenda kwenye pumziko kidogo, tutarejea. Endelea kuwa pamoja nasi. Karibu. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu kwenye kipindi chetu pendwa, kipindi cha Kitabu cha Dhahabu. Tunaendelea na mada yetu inayosema Nikodemo na Yesu usiku, ukiwa nami Rebecca Dennis. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi siku hii ya leo, nipo naye mchungaji Methusela Masunga, tukiendelea kujadili kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Kuzaliwa mara ya pili kuna maana gani? Kuzaliwa mara ya pili ni kubatizwa. Lakini dhana kubwa ni kuanza upya. Dhana kubwa ni kuzaliwa kwa mwili na roho. Kwa maana ya kwamba unazaliwa kwa maji, physically unabatizwa, lakini mbili, unampokea Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu akiingia, akitawala maisha yako, haboreshi maisha yako ya zamani. Unajua wengi wanachanganya. Wanafikiri haboreshi maisha yako, haji kuboresha maisha yako ya zamani, kwamba ya zamani maisha yako yalivyokuwa anayatengeneza yawe mazuri zaidi. Kwa yale uliofanya zamani. Moja ni hiyo dhana, lakini na hii ninayoisema ni yenyewe kabisa kwamba sio maisha ya Rebecca yako 1 2 3 4 5 huwa yako. Unajua kuna maisha yako wewe Rebecca. Achana na matendo yako yaliyopita. Nazungumzia your life. Hata tukitoka hapo kwenye kipindi kuna maisha yako yanayojulikana ni hivi ni hivi ni hivi. Haji kuyaboresha hayo. Anakuja kuanzisha maisha mapya ndani yako. Maisha yako hata yakiboreshwaje hayafai. Ndio dhana ya change na transformation. Transformation ni habari ya kutengeneza kitu kipya. Kutoka kile cha zamani. Na ndio maana inaitwa dhana ya kuzaliwa. Umenielewa vizuri? Ndio maana inaitwa dhana ya kuzaliwa. Kwa sababu ni dhana ya kuzaliwa, maana yake ni kutengeneza kitu kipya. Kwa hiyo Nikodemo alikuwa anaambiwa unahitaji kuzaliwa upya. Yaani wewe mindset yako sasa ife kutoka kwenye ufarisayo.
akili yako ife kutoka kwenye kujitegemea, mtazamo wako ufe kutoka kwenye mtazamo wa kuhesabiwa haki kwa jitihada zako, utakuwa na mtazamo mpya. Na utautoa wapi? Kwa Roho, kwa maji na kwa Roho. Utabatizwa kwa maji, alafu Roho atakupatia huo mtazamo mpya, maisha mapya, fezi mpya, kila kitu kwa utukufu wa jina lake mwenyewe. Yeah. Yesu alitumia mfano gani kutoka Agano la Kale kumwelezea Nikodemo kuhusu imani? Okay, sasa kwanza ni vizuri tujue kwa nini aliamua kumwelezea issue ya imani. Na by the way hakuwa tu anamuelezea issue ya imani. Alikuwa anamuelezea issue ya imani iokoayo. Tena vitu vingi tofauti. Yes. Kuna imani na imani iokoayo. Iko ni mchungaji, imani sinaweza ikawa imani. Mapepo wana imani. Mapepo wanamwamini Kristo. Lakini imani yao haiwezi kuokoa. Haiwezi kuokoa. Eva alionyesha imani kwa nyoka pale bustanini. Alimwamini kabisa. Kumbe tutafanana na Mungu. Wow, this is the good news. But for sure was a bad news. Yeah. Kwa ndio maana nimesisitiza imani iokoayo. Na hapa nizungumze na marafiki zangu wanaonifuatilia. Tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Mimi ningekuwa naandika hapo, ningeandika the living faith. Tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani iliyo hai. Sio kila imani itatuokoa. Imani nyingine ni ya juu kiasi ambacho haina chochote ndani yake. Namjua Mungu, nampenda, namfurahia, ni imani ya juu. Lakini the saving faith is so deep, ni ya kina sana, kiasi kwamba inaachilia kila kitu, inaachilia jitihada zangu, inaachilia nguvu zangu. Sasa mfano ambao Yesu aliutumia ni mfano wa nyoka wa shaba, ambao umeandikwa vizuri sana kwenye Hesabu sura ya 21. Wakati Israeli wakiwa safarini, wakaanza kuumwa na vile vinyoka vile vinang'ata, kusoma fungu la 8 mpaka la 9. Anasema ndipo anaambiwa Musa atengeneze nyoka wa shaba. Nyoka yule kama wanyoka hawa. Ile ilikuwa ni ishara ya Kristo, ambaye alikuja kufananishwa na vya duniani. Maana vinyoka vilikuwa vinauma vya duniani vile. Yesu naye akaamini yule nyoka, akawa kama na yeye ni wa duniani. Kwa vile vinyoka vikiwang'ata, wao waliambiwa kaza macho juu. Nikana kwamba Yesu anamkumbusha Nikodemo, anamwambia dhana yenu ya wokovu itawapoteza. Ni ya jitihada zenu binafsi. Mnataka Mungu awakubali kwa sababu ya yale mnayoyafanya. That is very wrong. Matendo, mchungaji. Sasa imani na matendo haimaanishi imani na matendo vitatuokoa, ila inamaanisha imani iokoayo inazaa matendo. Kwa mwisho wa siku utaona imani kama input na matendo kama output. So matendo huwaga ni output ya kile mtu anachoamini. Sio kwamba matendo ndo yana facilitate wokovu. Yes. Matendo, Rebeka, ni matokeo ya wokovu. Ndio maana kwenye Wagalatia sura ya 5 hayaitwi mbegu ya Roho, yanaitwa tunda la Roho. Tunda ni matokeo. Sasa dhana ya Nikodemo sio hata imani na matendo, naweza kusema ni matendo. Dhana ya Mafarisayo ni matendo yatuokoe. Tutende mema mpaka hayo mema yatoshe kutuokoa. Kama mtu anaweza kawa anatenda kitu ambacho hakiamini. Ni rahisi tu. Si wanajeshi wanavyoambiwa mguu pande, wanapenda. Mguu pande, mguu sawa. Ni kazi yao. Ni kazi yao kupiga hivyo. Hata kama amechoka atapiga kwa sababu sio kwamba anapenda, ndio maisha yako hivyo, ni oda. Kwa hiyo mtu anaweza kutii hata asipokuwa na imani. Ndio maana nakuagiza nifuatie maji ya kunywa. Unanifuatia mara ya kwanza na kunywa. Nakwambia naona hajanitosha. Alafu unaniambia au nikuletee kwenye jagi kabisa.
Sasa nakwambia hapo mwenyewe. Alafu nakwambia hapana, ukileta tu kwenye kikombe yatanitosha. Sasa unaleta kwenye kikombe, bahati mbaya asinitoshe, nikwambia hebu niongezee tena. Utaniletea diaba zima hapa nyinyi. Kwa nini? Kwenda umeenda, hii sio kwa upendo, sio kwa nini usikuletee tu jagi ujipimie tu mwenyewe? Na sasa mimi sizungumzii hiyo kuletea. Nazungumzia kale ka roho kalikoko nyuma ya kuniletea. Umekasirika, umechoka. Kama angetaka mengi, mbona nimemwambia? Angesema nimeshamwambia nimetee jagi, alikataa. Afa anarudisha tena. Kwa hiyo ukiona mtu anatenda, usifikiri ni kwa sababu ya imani. Kuna mara nyingi unaweza kuta mtu anatenda just ni mazoea. Kuna watu wanatenda tu kwa sababu gani? Mwezi wa 3 tuna matendo ya huruma. Kwa hiyo haoni any connection kati ya lile tendo na imani. Alafu akienda kuwatendea wale watu, ataanza kujaa huruma. Sasa anafikiri ile huruma inayomjaa pale ndio imani. That is very wrong. Itakuwa ni outcome ya kile alichokuwa anakifanya. Mwanadamu kwa asili ana huruma. Hata mpagani akikuta mtu hapa amejeruhiwa, atatamani kumsaidia. Kwa sababu mwanadamu kwa asili ana huruma. Sio lazima hilo tendo la huruma analolifanya litokane na imani. Matendo anayoyadai Mungu kwa watoto wake ni yanayotokana na imani. Mchungaji, Yesu alimweleza vipi Nikodemu kuhusu upendo wa Mungu kwa ulimwengu katika mazungumzo yake? Alimkumbusha Yohana 3:16. Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa nyoka wa shaba. Kwa hiyo ni kama ina connect kwenye ile nyoka wa shaba. Ili kila mtu amtazamaye nyoka wa shaba asiuawe, bali apone. Na mchungaji, kwenye kutazama, ilikuwa kutazama na kuamini ama kutazama peke yake? Kutazama na kuamini. Yeyote aliyetazama alitazama kwa imani. Alichokuwa na kipinga pale Kristo, ama kitu gani kilikuwa kinauawa na kumalizwa kwenye yule mfano? Ni jitihada za watu binafsi kujiokoa. Usininyoka, nitafute jiwe nipige. Usininyoka, sio kuna majani fulani hivi ukiachanganya. No. Walikuwa wanaambiwa this has nothing to do with majani. Haina chochote cha kufanya na majani. Hii haihusiani na ujanja. Hii inahusiana na kusema nimeumwa na nyoka. Kumbe nyoka ni wabaya. Natazama niokoe. Kuna ambao walitazama bila kuwa na imani wakapona. Tukirudia mfano sasa huo wa nyoka wa shaba. Sijui. Lakini yeyote aliyetazama alipona. Alitazama akiwa amechoka. Akimaanisha hana nguvu ndani yake. Alitazama ili apate msaada. Labda swali lingekuwa, kuna wale walioanza kupambana wenyewe huku wakaona wameshindwa ndio wakatazama. Jibu lingekuwa ndio. Maana sasa tunaweza kusema kwamba ni Mungu alikuwa anaamua kuwashusha wana wa Israeli kutoka pale juu, kuwakumbusha kwamba walikotoka mpaka walikofika ni kwa sababu ya Mungu. Yaani kile kiburi walichokuwa nacho. Kiburi. Yeah. Unajua wakati wanatoka Misri, unajua hawakupigwa mapigo. Walikuwa salama. Kuna wakati wakajiona so special. Walikuwa special. It is kuwa special ni jambo la kwanza, na kujiona special ni jambo la pili. Kuwa special ni ndivyo ulivyo, sisi wote ni special. Lakini ukitaka kujiona special wewe kwa kujiwekea A, B, C, D, hiyo inakuwa ni kiburi. Kwa hiyo hata hayo Mungu alikuwa anaweza kuyaruhusu ili kuvunja mioyo yao. Kuvunja kabisa. Rebeka, nisikilize. Na mtazamaji, Mungu wa mbinguni, mimi nampenda sana. Kuna wakati anatupata katika kushindwa kwetu.
kuna wakati anatupata katika udhaifu wetu. Si unaona Nikodemo anaeleza udhaifu wake, anashushwa, anatengenezwa, anakumbushwa kisa cha nyoka wa shaba, na kile kisa kilipoelezwa kwenye akili ya Nikodemo, hapo ndipo kiburi chake kilikatika. It is that story iliyobadilisha kabisa mtazamo wa Nikodemo. Alipolifuata tu hiyo story ya Hesabu 21:8 na 9, hapo ndipo Nikodemo akabadilika kabisa. Huku juu bado alikuwa anapambana, anataka kuonyesha hivi, inawezekanaje mtu azaliwe mara ya pili, anauliza hivi kidogo, lakini huo mfano make si anaujua, si ni mwalimu, mfano anaujua. Ila Mungu akaruhusu uje katika sura ya mwanga ambao hakuwahi kujua. Ndipo moyo wake ukaguswa na punje la kiburi chake likadondoka pap. Kutokea hapo Nikodemo alikuwa kitu kingine. Pengine tutajua, tutasema huko mbele alikuwa kitu kingine. Kitu gani? Na baada ya kuelezwa kuhusu upendo na mazungumzo yote Yesu aliyokuwa akiongea na Nikodemo alitoa majibu gani kuhusu kuzaliwa mara ya pili ama kuzaliwa kwa Roho? Alishangazwa tu. Jibu alilotoa limeandikwa kwenye Yohana 3:9 aliposema yawezekanaje mambo haya kuwa, na alielezwa. Baada ya hapo alisadiki. Hakuna kitu kingine ambacho alieleza au aliahidi au alifanya nini, lakini moyo wake uliguswa na alifanywa kuwa kiumbe kipi. Maisha yake yalikuwaje baada ya hapo? Yes. Alikuwa mfasi wa Yesu wa wazi. Sio kujificha tena kama alikuwa. No. Alichagua kabisa mpaka wakati Yesu analetwa kwenye baraza. Kusoma vizuri Yohana 7 mafungu ya 50 mpaka 51, utagundua Nikodemo aliamua kumtetea Yesu mbele ya baraza. Lile baraza ambalo linatakiwa livote ili Yesu afe. Sasa huyu alikuwa ni mbunge mwenye ushawishi, afu ni tajiri. Kwa hiyo utetezi wake ulikuwa na nguvu. Very powerful. Kuna watu Mungu amewapa nafasi kwenye serikali, kwenye taasisi ama heshima kwenye jamii. Hajawapa bure. Amewapa ili mtetee kitu fulani kinachohusiana na jina lake. Mamlaka hazina shida. Hazina shida. Kuna vitu vingi serikali inaweza ikavifanya kwa sababu haina information za kweli. Sasa wewe Mungu amekupa kuwa mbunge, amekupa kuwa waziri, amekupa kuwa kiongozi fulani kwenye muhimili labda, na una information. Toa information. Sema kweli ni hii, kwa sababu tunaishi kwenye ulimwengu ambao watawala wengi hawapati nafasi ya kujua kweli. Lakini wakipatikana watu strong, wanaoaminika, wanaoweza kusema kweli, inaweza kuwa msaada mkubwa. Kubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kweli imeletwa na mtu anayeaminika. Kwa hiyo Nikodemo akiwa ameongoka, alinyosha mkono kwenye baraza, akazungumza, akamtetea Yesu. Kwa hiyo ndio maana wakati ule kifo cha Yesu kilicheleweshwa sana kwa sababu ya wanaume wawili. Moja Nikodemo, mbili ni yule aliyeitwa Yusufu wa Arimataya. Hawa wawili walikuwa ni wabunge mle ndani, wajumbe wa Sanhedrin, wajumbe wa lile baraza. Zilikuwa zikija tu hoja wanapangua, issue inakuwa nzito. Ikija hoja wanapangua, issue inakuwa nzito. Vote ilipigwa wakati wale jamaa wakiwa hawapo. Kwa hiyo walitumia influence yao properly kabisa. Kila walichoweza walikifanya. Sio unanielewa vizuri Rebecca? Walifanya vizuri. Vizuri kabisa. Na sio hivyo tu. Nikodemo ni miongoni mwa watu ambao walitoa vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya maziko ya Yesu. Manemane, vumba, kwa hadharani tu. Kwa hiyo baada ya pale
Nikodemo alikuwa ni mfuasi mzuri Yesu. sana wa Yesu. Nikisema sana, Rebeka anamaanisha sana. Yeye pamoja na mwenzake Yusufu wa Arimathaya. Okay. Mchungaji, sasa hivi leo kuna watu ambao kwa namna moja au nyingine wanashindwa kwenda kwa Yesu mchana. Kwenye muktadha wa leo. Kwenye muktadha wa leo. Rebeka, sisi tunafanya mikutano yetu, si ndio? Kuna watu wana hadhi kwenye jamii. Bunge, mawaziri. Bahati mbaya mikutano yetu mingi bado haijawa na ubora ule wa hali ya juu. Eneo ambalo anaweza kuja rais wa nchi akakaa, effort yako mnaifanya Mabwe Pande, au unaifanya pale SK, au unafanya Bariadi pale, au iko maeneo ya Gongo la Mboto huko ndani, unashangaa tu na jukwaa na mahema mangapi. Mazingira ya mikutano yetu bado duni. Sasa huwezi kuwa na mheshimiwa mkubwa akaja akakaa tu pale amekaa, jamii haijamtengeneza hivyo. Kwa hiyo watu kama hao huwa wakitaka kujua hasa tunasema nini kuhusu Yesu, wana njia zao wanazozitafuta. Watamtafuta mchungaji mmoja labda maarufu, watatafuta hivi na hivi, hata kutafuta, bwana wewe ndio mchungaji wa kanisa fulani, bwana kuna mheshimiwa fulani anatamani mkutane. Kwa hiyo ndio muktadha wa kina Nikodemo. Wanaweza hao viongozi wasiwe na kiburi chao cha aina yoyote, ila tu nature imewatengeneza hivyo. Lakini kwa muktadha huo tuna watu wa aina hiyo, naweza kusema hivyo. Hawezi kuwa misled na nani? Na tuseme tulivyosema mwanzo kwamba kuna wengine wanafundisha kwa ajili ya kufundisha na wengine wanafundisha kwa ajili ya kutransform. Sasa utajua umempata nani katika. Mungu anashughulika sana na watu wake kuliko tunavyofikiria. Kwa hiyo hatuna namna ya kufanya kwenye hilo, ila Mungu atawaongoza watu hao kukutana na watu sahihi kwa ajili ya wokovu wao. Amina. Kuna chochote kuhusu Nikodemo, mchungaji, ambacho hatujakigusia, ambacho kinaweza kuwa cha maana ama mali nzuri kwa mtazamaji wetu? Naweza kusema kwamba Nikodemo aliamini kwamba wokovu unapatikana kwa jitihada zake, kwa nguvu zake. Lakini aliondoka mbele za Kristo akijua wokovu kamili unapatikana kwa Yesu kwa njia ya imani. Kwa hiyo mimi nimtie moyo mtazamaji kwamba inawezekana haujui mambo mengi kama ilivyokuwa kwa Nikodemo. Una struggle, jitihada zako, unapambana, unaamini wokovu ni wewe, na kuna wakati umekosa furaha kabisa. Nataka nikwambie, kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka wa shaba jangwani, vivyo vivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Na sasa amekwisha kuinuliwa juu ya msalaba. Kilichobaki ni mwana wa Adamu kuinuliwa kwenye moyo wako. Ili kila wazo, kila tendo, kila fikra itekwe nyara. Tuyafanye yote kwa utukufu wa Mungu. Mawazo yetu, matendo yetu, fahamu zetu. Swali la kwanza liwe, je, inamtukuza? Je, inampa ushindi? Na hicho ndicho kilikuwa maisha ya Nikodemo baada ya usiku wa kukutana na Yesu. Huo ndio wito wangu, Rebeka, kwa kila mtoto wa Mungu ambaye amenisikia na amesikia habari za Nikodemo. Amina. Mchungaji, tunapomaliza kipindi, kuna ulinganifu wowote kati ya hofu ya Nikodemo kwa viongozi wa Kiyahudi na hofu hii ya watu wa leo ambao labda viongozi au wenye wanaoshindwa kwenda kwa watu mchana kujifunza kwenye masuala ya imani? Nimekiri, ndio. Ni kitu kile kile kabisa kwamba kuna watu leo na sita sana kumsogelea Yesu, sio kwa sababu yao kwamba wao wana wasiwasi wote, ila kwa sababu ya wasiwasi walionao juu ya watu wengine. Kwa hiyo inatokea hivyo, na jitihada
ni za kanisa na sisi kutafuta njia zote tunazoweza kuwafikia hawa watu, kuwapata kuanzia kwenye kile wanachokiofia kwenda kwenye kile wanachoweza kuwa watu wa nuru kabisa, wa hadharani na vitu kama hivyo. Mchungaji, asante sana kwa kuwa sana nasi ya leo. Amen. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, mpaka kufikia hapo hatuna la ziada kwenye kipindi chetu cha Kitabu cha Dhahabu. Kwa siku hii ya leo tulikuwa na mada inayosema Nikodemo na Yesu usiku, tukiangalia kisa chote cha Nikodemo na vile ambavyo Yesu alikuwa amelenga kubadilisha mawazo ya Nikodemo ya dhana aliyokuwa ameenda nayo, ama niseme dhumuni aliyokuwa tayari kichwani anaenda nalo kwa Yesu. Mchungaji, tuombe tunapofunga. Asante Bwana kwa ajili ya upendo wako na rehema zako. Maisha ya Nikodemo ni maisha yetu wengi. Tunaomba msaada wako na nguvu zako. Tutengeneze na utufanye kufaa. Tusaidie tubadilishwe kutokea ndani kuelekea nje. Tupatie uhakika wa wokovu upatikanao katika Kristo Bwana wetu. Neema yako itoshayo na iwe juu yetu milele. Bariki mtazamaji, mpatie majibu ya maombi yake. Masomo haya yawe nuru na nguvu safarini kwa mwendo mrefu. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amina. Hadi wakati mwingine, ulikuwa nami Rebecca Dennis nikiwa naye mchungaji Methusela Masunga. Endelea kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Kwa heri.